Na jingine ambalo ninakuomba Mola wangu, unitengenezee kizazi changu nikiondoka baada ya mimi kiweze kurithi kazi hii. Bas mtoto wa aina kama hii ambayo anatekeleza wasia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema wawasaina al-insana biwalidayhi, tukamuhusia binadamu kuhusu wazazi wake wawili kuwatendea wema na mazuri. Basi tukaona kwamba kunapatikana tofauti baina ya watoto hao. Wako watoto ambao wanatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu aliyowahusia kuwatendea wazazi wao mema, na wako baadhi ya watoto katu abadan hawalifanya jambo hilo kabisa kabisa, kuwatendea wema wazazi wao. Basi katika upande wa sheria Mwenyezi Mungu kwenye imani, wako wale ambao wanaamini na wako wale ambao hawaamini, kama unavyoona tofauti ya watoto. Bal chukulia watoto tumbo moja, basi wanakuwa tofauti kabisa kuenzi kwa wazazi wao. Wako baadhi yao watakuwa na huruma zaidi na kuwatendea wema wazazi wao, na wako baadhi yao wataasi pia. Mtoto huyu kama vile Abu Bakar as-Siddiq amemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya neema ya kumpa neema ya iman, kamwamini Mwenyezi Mungu baada ya kulinganiwa, na neema ya tauhidi na neema ya Uislamu kabisa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtoto huyu akamshukuru kwa kumpa neema ya wazazi wake, nao pia wakasilimu wote wawili. Bal na watoto wa Abu Bakar as-Siddiq wa kike na wa kiume wote walikubali kusalim amri, mzazi akiwa ni mwema, babu akiwa ni mwema, bibi akiwa ni mwema, mama akiwa ni mwema, baba akiwa ni mwema, watoto wakiwa wema. Ama kwa hakika hii neema kubwa mno aliyoshukuria Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Na wala haikutokea kabisa kabisa, lam yuhsal li ahadin min as-sahabati, haikutokea kwa yoyote katika masahaba an sa'ala rabbahu, ya kwamba labda alimuomba Mola wake an yudfa'ahu daf'an, ampeleke Mwenyezi Mungu, amsukume msukumo ambao ilhamiyan, msukumo kupata ilham na fikra ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema ambayo amempa na kwa wazazi wake na kwa watoto wake. Bal neema hii mwisho akasema Abu Bakar as-Siddiq, inni tubtu ilaika, mimi tubia kwako kwa wasila huu, na kuomba Mwenyezi Mungu unipokee dua yangu hii. Hii ni wasila, yani mtu kumomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutubia kwake anafanya kama wasila, au unaweza kumomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya imani uliyokuwa nayo, sio kwa sharifu fulani na fulani na fulani, ya kwamba nakuomba Mwenyezi Mungu kwa cheo cha mtume au cheo cha sahaba au cheo cha sharifu. Hapana, unafanya wasila kwa jambo lako jema, ikiwa ni imani au sadaka ambao umetoa, au pengine labda kwa ile kutubia kwako unamuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutubu kwangu ya Rabbi, nakuomba unisaidie katika jambo fulani. Hii ni neema kubwa mno kabisa. Bal hata ile kungolewa mtu katika uzushi na ushirikina, basi hapo atakiwa mtu amshukuru Mwenyezi Mungu sana. Ya leo tunaanza katika aya nambari 17 kwenye sura hiyo Al-Ahqaf. Hii itakuwa inamhusu mtoto wa aina nyingine. Hii itakuwa inamhusu mtoto aliyekuwa mbaya, mtoto aliyekuwa mshenzi asikii. Hii ilikuwa ni habari ya mtoto aliyemwema. Sasa Mwenyezi Mungu anakutajia mtoto ambaye aliyekuwa mbaya. Anasema Mola wetu aliyetukuka baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, walladhi qala, na yule mtoto ambaye amesema
liwalidayhi, kuambia wazazi wake wawili, uffin lakuma, shikeni adabu zenu, au akayofyonya wazazi wake wawili. Pengine anaitwa akatoa mfyonyo, anafyonya wazazi wake, au ameguta mathalan, asema nishafika hapa tena kila kitu, fulani we, hebu nikimbie mimi. Hakadha walladhi qala, na yule mtoto ambaye amesema liwalidayhi, kuambia wazazi wake wawili, uffin, manake neno hili unawafyonya wazazi wako wawili. Nadhani sote tunajua maana ya kufyonya. Akaitwa mtu au kuguta, uffin lakuma, komeni, shikeni adabu zenu. Au akaguta mtu, ataida nini, hivyo ndo nyinyi mnaniahidi mimi, mnanitisha mimi, mmeshika tu swali soma, mambo gani haya? Ataida nini, hivi mnanitisha mimi, an ukhraja, ya kwamba mimi nitatolewa baadaye kwenye kaburi, nitafufuliwa baadaye, mnanitisha kwa jambo hilo. Na ilhali ya kuwa waqad khalatil qurunu min qabli, ilhali ya kuwa makarne yashapita kabla yangu mimi, masiku mengi, miaka mingi, babu zangu mimi binafsi sijawafahamu kabisa, na pata fahamu zangu babu zangu hawapo kabisa, na sijawaona, labda pengine wamerudi babu zangu ama babu zangu pia. Mbona sijaona hata mmoja katikao ambaye karudi? Ninyi mmeshika tu kwamba kuna adhabu huko baadaye, utafufuliwa, utahesabiwa, mambo gani haya? Uffil lakuma, komeni juu ya swala hilo. Ataida nini, nyinyi mnaniahidi mimi au mnanitisha mimi, mnanitisha na kuniogopesha, an ukhraja, ya kwamba mimi nitatolewa baada al-mauti, baada ya kufa nitatolewa mimi. Waqad khalatil qurunu min qabli, na ilhali ya kuwa kumbe zimekusha pita karne nyingi sana kabla kuja mimi. Mbona sijamuona hata mmoja waliokufa labda kaibuka akaja duniani akaeleza hatari zilizoko kwenye kaburi? Mbona sijaona hilo? Wahuma, na wawili hao maskini, wazazi wanyonge kabisa, kumuona mtoto wao anamuasi Mola wao, kumuona mtoto wao yeye mwanamume mzima anademka uwanjani na wanawake, anapiga magoma kabisa, wakati mwingine mpaka amevaa kivazi cha heshima, kanzu kabisa, ameshika tu, ananama na kuinuka, anademka uwanjani kabisa, mwanamume mzima kabisa, na pengine kofia iwe kuchani kabisa. Basi wazazi wanaumia, wanapata tabu. Wahuma yastaghithani Allah, na wao wanamuomba nusra Mwenyezi Mungu awaokoe na janga hili la mtoto huyu muhuni asi asosikia. Wailak, ole wako wewe, amin, Mwenyezi Mungu kuja kupokea dua hiyo, kuitikia amin, Mwenyezi Mungu kuikubalia. Ila swala la kubisha wazazi wako kwa kuwa unaelekezwa katika mambo ya kheri, akisha kuambia mzazi kwamba wewe nenda, basi Mwenyezi Mungu, mwanangu huyu atusikii, kwa hivyo mpe la kumpa baadaye, basi wailaka, tahadhari kabisa, maangamio juu yako. Amen, kuja kupokelewa jambo hilo kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya yapo kabisa. Anakwambia mtoto hivi, niachie mimi na maisha yangu, kila mmoja na maisha yake hapa, aishi mtu anavyotaka mwenyewe. Wewe bwana, kuna hatari baadaye huko, sio ishi unavyotaka wewe mwenyewe. Kiungo ulichopewa na Mwenyezi Mungu lazima kuulize, si kidole, si pua, si mdomo, si sikio, si mguu, kila kitu lazima utaulizwa baada ya kufa, umekifanyia kazi gani mja. Hatimaye mtoto anamtamkia mama yake kabisa, kwa kuwa anaelekezwa katika mambo ya kheri. Mimi hapa nitaondoka, maana umeshika tu, vaa mashungi, vaa hichi, nenda darasani, nitaondoka mimi. Na anaondoka kweli, mtoto wa kike mwana mari anaondoka kweli, na anamwambia hivi, mimi nitakuwa mwanao mimi hasa, hebu niangalie vizuri kwa hakika.
hakadha wailaka amen, tahadhari mja kupata maangamio ya kuja kukubaliwa wazazi hao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna wa'ada Allahi haqqun, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli ya kwamba utafufuliwa kama unavyoona alivyokuahidi Mwenyezi Mungu atakufisha, atakuondoa duniani na anakuondoa kweli. Unaondoka bana asubuhi mzima kabisa, baada ya kutoka msikitini bana unakwenda katika safari zako, pengine kwenye machume kabisa, hatimaye zinakuja taarifa saa 6 ni kwamba fulani katutoka, amekwenda zake akhera, fulani katutoka kabisa. Pengine anakwenda zake baharini, maji yamemchukua, wamezama, bahati mbaya yeye kaenda na maji kabisa. Kila akiomba msaada, jamani mmechoka, wenzake kila mmoja anayaona ya kupa na kuja pale, hana uwezo kumsaidia mwenzake. Mwenzao kazidiwa tena, kachoka kabisa, taabani, pumzi, maji yashaingia kwenye pua, yanakereketa. Sasa huyo malakul maut anachukua roho, katoka asubuhi kaenda kutafuta riziki, maskini ajatumie baadaye na watoto wake na mkewe saa 7 pale wakisatoka kazini. Matokeo yake zinakuja habari nyingine kwamba mwenzetu huyu tumeenda zetu baharini, na matokeo yake tumechukua chombo kidogo, wimbi limekuja likakipiga chombo, mpera haya, kila mmoja karuka majini, mwenzetu hatuna yetenda. Zinakuja taarifa hizo. Basi kama Mwenyezi Mungu ametangaza hayo ya kwamba utaondoka duniani, tunamuona kila mmoja anakwenda, na ukishindikiza mwenzako ujue kwamba baadaye utashindikizwa wewe. Basi kama unaona Mwenyezi Mungu yanatokea haya aloahidi, basi na hili ambalo ameliahidi kula kufufuliwa viumbe linakuja baadaye. Tayib, kwa nini? Kwa sababu inna wa'da Allahi haqqun, ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Viumbe nyinyi wacheni maskara, tafarraghu liibadati rabbikum, chukueni nafasi basi ya kumwabudia Mola wenu aliye mlezi wenu. Wala taghtarru bidunya, na wala msidanganyike na dunia hili. Tuhlikukum, litawaangamiza dunia hili kwa kuangalia mambo ya starehe, yatatupa katika pahala babaya. Fayaqulu, mtoto akiwa anaambiwa haya, inna wa'ada Allahi haqqun, ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli ya kufufuliwa viumbe na kulipwa kwa kila mmoja alichokifanya. Fayaqulu, mtoto asokuwa na heshima kwanza na Mola wake, asokuwa na heshima na wazazi wake, anasema mtoto kinywa kipana, ma hadha, hayakuwa haya mnaona mbia nyinyi, illa asatirul awwalina, isipokuwa ni projo la watu wa zamani. Maneno walikuwa wanakaa wenyewe wanazungumza maneno ambao hayana mezani kabisa ndani yake, upuuzi mtupu. Ulaika, watu wa namna kama hii. Hapa utaona mbona mbele pametajwa ulaika ni jam'u, ismul jam'i, limetaja jina ambalo linakusanya jinsi ya vitu vingi. Kwa sababu hili ambalo limekuja mwanzo walladhi ismul mawsul, lakini hili limekuja kwa ajili ya jinsia ya vitu fulani, ndio maana Mwenyezi Mungu akakuelezea mbele kwa namna hiyo, kukutaja jina la jam'u. Ulaika, watu wenye tabia hizo, alladhina, ni watu ambao haqqa alayhimul qawlu, limethibitika tamko kwao, fi umamin qad khalat min qablihim, katika mataifa ambayo yamekusha pita kabla ya hawa wenye kufanya inda duniani leo na mpaka kesho, yamekusha pita kabla ya wao mataifa mbalimbali, min aljinni wal insi, tena mataifa ya kijini na kibinadamu. Innahum kanu khasirin, hakika wao walikuwa ni watu ambao wamekula khasara sana. Ile kuelekezwa katika mambo ya sheria Mwenyezi Mungu, bora kaa kimya, usilete maneno, kwa sababu unapoleta maneno adhabu zinakuwa nyingi zaidi, mara 2 zaidi kuliko pale ambapo utakaa kimya. Tayib, walikullin, na kila mmoja kati ya wao, darajatun,
kila mmoja kati ya watu ambao wema na katika watu ambao wapotevu wahuni kabisa, likullen darajatun, kila mmoja katika wema na wabaya ana madaraja makubwa makubwa huko motoni na peponi, mimma amilu, kutokana na yale ambayo ameyafanya. Kitendo unachokifanya wewe kinakuwa tofauti daraja yake na kitendo ambacho anakifanya mwenzako. Inategemea na nguvu ya imani ikoje. Na kama pia vile vile ni mtu muhuni, kitendo anachokifanya muhuni na mwenzake muhuni inakuwa tofauti. Kila mmoja atakaa daraja yake motoni na kila mmoja atakaa daraja yake peponi. Waliwafiyahum a'malahum, na Mwenyezi Mungu baadaye ili awalipe matendo yao, wa hum la yudhlamun, na wala wao hawatudhulumiwa chochote kile, hata kama min khaddalin, kitu kidogo ambacho kitakutokana na uzito wa khaddal, punja ndogo, lakini lazima Mwenyezi Mungu akuonyeshe, akulipe.